Msichana, naendelea tu kukukumbusha kwamba kwenye hii dunia hakuna mwanaume anayekupenda. Yaani mwanaume anapokuja kwako kwamba anataka kukuoa, anachotaka pale ni wewe umzalie watoto. Na ndio maana ukija kuangalia mara nyingi, tunaingia kwenye mahusiano, kabla ya kushika mimba, mwanaume atakuonyesha mapenzi yote. Utapewa mapenzi yote. Utalove bombiwa mpaka utashangaa. Na baada ya kushika mimba tu, wanaume wengi wao wanaanza kubadilika. Wengine anaweza hakuvumilia, ukishajifungua tu ndio unaanza kuona upande wa pili wa huyo mwanaume kwamba hakuwa anakupenda. Na wengine unaingia mpaka kwenye ndoa ndio unaanza kuona mapicha picha. Unashangaa mwanaume anafanya shopping za watoto wake, wewe hakununulii chochote mwaka hadi mwaka. Ununuliwi hata kipande cha kanga. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanaume hakuwa na mapenzi na wewe. Alichokuwa anakitaka kwako ni wewe kukutumia kama mashine ya kumtolea watoto. Wanawake wengi tunatumia kama mashine bila sisi kujua. Sisi ni mashine za kuproduce watoto kwa hawa wanaume. Kwa hiyo usikubali kuwa mashine, mdogo wangu. Wewe sio mashine. Wewe sio mashine. Pambana, tengeneza maisha yako, jipende, jiamini, muda wote uwe kwenye high vibration. My dear, usitumike kama mashine ya kuproduce watoto. Hilo sio lengo la Mungu alilokuleta nalo hapa duniani. Hakuna mwanaume anayekupenda. Narudia tena. Mwanaume anakaa na mwanamke kwa sababu, na especially anataka watoto. Anataka wewe uwe mashine yake ya kumtolea watoto, ya kuproduce watoto. Kwa hiyo wadada, kuweni sana makini. Hizi stories za kusema ameniambia atanioa, yani mimi nimemshika. Wewe ndio umeshikwa, baby girl. Hakuna mwanamke anayeweza kumshika mwanaume. Wewe ndio umeshikwa. Na ukiona mwanaume anakaa na wewe vizuri, ujue yeye ndio ana benefit. Wewe hau benefit.